Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama Samia we! Mama Samia safi. Mimi naitwa Amiri Mohamed Mkalipa, mkuu wa wilaya ya Rumeru. Nimepata nafasi ya kuja Mwandet Sekondari. Hii leo mara ya 3 nakuja. Lakini nianzie kwenye Biblia. Methali 22 mstari wa 29 inasema, "Je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi yake? Hiyo mtu huyo manake atasimama mbele ya wafalme." Leo mzee Masawe umesimama mbele ya wafalme, na historia yako haitafutika kwa bidii yako ya kazi. Na huyo mwenye bidii, yeye kusimama kwake mbele ya wafalme, hata simama mbele ya wasio na cheo kama kina Lupenza. Wewe viwango vyako vikubwa sana. Umeongea statement moja 2024, si mbali, juzi tu. 2004 juzi tu, si mbali. Sio mbali. Lakini hapa palikuwa na darasa moja, hapa kuwa na choo, na kitanda ulicholalia alikupa mwenyekiti wa kamati tena chaka 2004. Lakini leo tunazungumza hapa, wasomi wangapi wamezalishwa kwenye shule ya sekondari Mwandet? Kwa juhudi zako na maarifa yako, Mungu atakubariki na Mungu hatakuacha hata mara moja. Mwalimu John Masawe, kama kuna watu wazalendo, mimi nilisikia jambo hili. Unadhani sikusikia? Nilisikia. Kuna watoto wamekwenda, wametoka nje. Nilisikia, mimi sina vyombo na mlipo tupo. Lakini kwa hatua ulizolichukua, tulilazimika kuamini hatua ulizozichukua ni sahihi. Tunakupongeza. Umekuwa baba hapa shuleni. Wakati wote umekuwa baba hapa shuleni. Haukuwa mkuu wa shule, umekuwa mlezi. Kuna wakati umetoa fedha zako, fedha ambazo zilitakiwa zitolewe na serikali, umetoa wewe kuwezesha na shule ifanye mambo yake. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Kazi yako ya ustaafu, mashujaa wote katika taifa hili wanaandikwa kwa wino wa dhahabu. Na wewe John Masawe, tutakuandika kwa wino wa dhahabu. Hata hizi zawadi unazopewa leo si chochote. Fedha na dhahabu ni za Mungu. Lakini utumishi ulioutoa miongoni kwa wanafunzi hawa, ulioandaa na waliopita, hautasahaulika. Na sisi hatutasahau mchango wako. Tunachokuomba usituache. Mwanzo kwenye Biblia, Mwanzo 45 mstari wa 24, basi Yosefu akaagana na ndugu zake, akawaambia, msigombane njiani. Sisi hatutagombana njiani, na wewe usijaribu kutuacha. Bado tunakuhitaji wakati wote. Nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii ya leo. Siku adhimu na adimu ambayo kwa muda mrefu tulikuwa tukiisubiri kwa ajili ya maana halisi ya kumsindikiza mzee wetu, kaka yetu Mwalimu Masawe katika safari yake hii ya utumishi wa umma kuweza kutamatisha. Kila mtu amesikia speech yake, very inspired. Kila mtu kaguswa kwa namna moja au nyingine kwa kiasi kidogo alivyoelezea mwanzo wa shule ilipokuwa na mpaka sasa hivi, kiasi kwamba imekuwa ni moja ya shule kubwa katika nchi yetu ya Tanzania. Na kwa maana halisi, kila mzazi ambaye anapeleka mtoto form 1 au form 5 anawishi kumleta Mwandet Sekondari.
lakini ukisikilia historia ilipoanzia, kuna sacrifice kubwa sana, kuna mchango mkubwa sana ambao kimsingi Mwalimu Masawe ameweza kupambana mpaka hii shule leo imekuwa ni moja ya shule kubwa sana katika nchi. Kongole nyingi sana kwake. Lakini pia kuna watu wengi nyuma yake ambao wameshiriki kwa namna moja au nyingine kuweza kufikia hapo. Tumeona walimu wetu, tulikuwa tunateta hapa na Mheshimiwa DC wakati walimu wanasoma ushairi, kuona walimu vijana kama hivyo wana uzalendo wa hali ya juu, wanasoma shairi kwa bashasha, kwa weledi, yani wamevaa uhusika kwamba wanachokifanya hawaigizi, ila wanamaanisha uzalendo uko ndani yao. Kwa hali ya kawaida vijana wengi huwezi kumsimamisha hapo akasoma shairi, lakini kutokana na uzalendo wameweza kusoma shairi hili. Hongera sana walimu wangu. Sasa wazazi, mnataka kutuambia watoto wetu afya zao ni mbaya? Sio mbaya, wako vizuri na wanatunzwa vizuri, ndio maana wanafanya vizuri. Mheshimiwa, kama ulivyosikia matokeo ya shule, tulianzia chini tunakwenda pazuri, lakini kwa upande wa kidato cha 6 tumeanzia juu na bado tuko juu. Kwa hiyo matarajio yetu mazima ni kwamba kwa mwaka huu form 62 wameniahidi kwamba kutakuwa na 162. Niwaombe kwa Mwenyezi Mungu ili aweze kuwabariki, na hatimaye matokeo yatakapotoka, popote tutakapokuwa, tuyashangilie. Asanteni sana sana. Matokeo kwa kidato cha 6 katika mitihani ya taifa. Mwaka 2022 tulikuwa na division 1 45, division 2 9, hapakuwa na daraja la 3, la 4 wala daraja 0, na wanafunzi walikuwa ni 54. Mwaka 2023 tulikuwa na division 1 77, hapakuwa na daraja la 2, la 3, la 4, 0 pia haikuwepo. Mwaka 2024 tulikuwa na wanafunzi wapatao 68, ambapo daraja la kwanza walikuwa wanafunzi 67, daraja la pili alikuwepo mwanafunzi mmoja, daraja la 3, la 4 na 0 halikuwepo au hayakuwepo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mwaka 2022 shule ilikuwa ya 3 kimkoa na 32 kitaifa. Kwa mwaka 2023 shule ilikuwa ya 2 kiwilaya, ya 2 kimkoa na ya kwanza kitaifa kwa shule za serikali za wasichana. Kwa mwaka 2024 shule ilikuwa ya 3 kiwilaya, ya 4 kimkoa na ya 4 kimkoa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mwaka 2025 matarajio yetu makubwa ni kuendelea kuiweka shule kwenye nafasi bora kitaifa. Mikakati mizito imefanywa na inaendelea kufanyika baina ya walimu pamoja na wanafunzi kuhakikisha kuwa matokeo yetu yataendelea kuheshimisha halmashauri yetu pamoja na mkoa wetu wa Arusha. Tunaomba wote mtuombee katika mtihani huu utakaofanywa na wahitimu hawa ili ndoto zao zitimie. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbele yako ni wanafunzi wa kidato cha 6 shule ya sekondari Mwadeti. Tulioanza mwaka 2023 tukiwa jumla ya wanafunzi 66. Kufikia sasa tunahitimu wanafunzi 62. Wanafunzi 4 walilazimika kuhama kwa sababu za kiafya. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kidato cha 6 tuliopo mbele yako tuna malengo ya kupata wastani wa juu wa daraja A kwenye mtihani wa taifa, tukimaanisha kwamba tunategemea kupata daraja la kwanza kwa wanafunzi wote 62 kwa ujumla. Tunaamini kwa uwezo wa Mungu atatusaidia. Amina. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa miaka tuliyokaa hapa shuleni tumefanikiwa kupata baadhi ya mafanikio kama ifuatavyo. Namba 1, kuongezwa na kuboreshwa kwa ofisi ya malezi na ushauri. Kuongezwa kwa bweni la kidato cha kwanza wasichana. Kuboreshwa kwa jiko la shule kutoka kwenye jiko la mbao mpaka jiko la matofali. Kuongezwa kwa idadi ya walimu na wafanyakazi wenye ajira ya kudumu na wasio na ajira ya kudumu kama vile wapishi na walinzi.
kuongezwa kwa samani za shule kama vile meza na viti vya wanafunzi, vitanda na urekebishaji wa milango ya madarasa na mabweni kwa kuweka vitasa, kamba za kuanikia nguo kwenye mabweni ya wavulana na wasichana. Kurekebishwa kwa gari la kuchotea maji ya shule, yani boza. Shule imefanikiwa kusimamia na kuboresha usafi kupitia mchango wa uongozi wa shule, walimu, patron, matron pamoja na wanafunzi wenyewe. Kitaaluma, shule imefanikiwa kufanya mitihani mbalimbali ya ndani na nje ya shule. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumefanikiwa pia kuhimiza wanafunzi wenzetu kujiunga na mashirika yasiyo ya kiserikali kama vile BFA na KISA ambayo yamesaidia kuwalea na kuwasaidia wanafunzi wanaokosa mahitaji muhimu ya kitaaluma. Mheshimiwa mgeni rasmi, Waswahili husema ili dhahabu ing'ae lazima ipitie kwenye moto. Ndivyo ilivyo kwenye kuyafikia maendeleo. Shule bado inapitia changamoto kama ifuatavyo. Licha ya bomba la maji kutoka mradi wa World Bank, shule bado inapitia changamoto ya upungufu wa maji, uhaba wa vitabu vya kiada. Pia tuna uhaba wa fedha za kuendesha shirika la BFA, Builders of Future of Africa, shirika ambalo huendeshwa na wanafunzi wenyewe. Uhaba wa madarasa hasa kwa kidato cha kwanza mpaka cha 4, ambacho inasababisha wanafunzi kukaa wengi kwenye darasa moja. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia changamoto hizi, sisi kidato cha 6 tunapendekeza kuboreshwa kwa mambo yafuatayo. Namba 1, tunaomba kununuliwa kwa matenki ya kuvuna maji ya mvua. Namba 2, tunaomba kuongezwa kwa vitabu ili kusaidia kila mwanafunzi. Namba 3, tunaomba kuongezewa kwa madarasa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuhitimisha, tunapenda kusema kuwa tunatumaini kwako utatusaidia kukabiliana na changamoto tulizozieleza zinazotukabili shule ya sekondari Mwandet, kwani kila king'aacho kimeundwa. Basi tushirikiane pamoja kuiunda ile Mwandet itakayong'arisha taifa la kijasiri na lenye nguvu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunashukuru kwa utulivu na umakini wako katika kusikiliza risala yetu. Tunakutakia utekelezaji mwema wa majukumu yako na Mungu akubariki. Amina. Risala hii imeandaliwa na wahitimu wa kidato cha 6 2025 na kusoma kwenu na Fatima Omar na Lydia Mweta. Asanteni sana kwa kutusikiliza.